sisi kimbilio letu la kwanza ndio watoto wetu, na hakikisha usiruhusu mtu akacheza na mtoto wako. Katika kitu ambacho natakiwa makini baba mama ni kuhakikisha usicheze na mtoto wako. Vitu vingine unaweza kusaidiwa, lakini huwezi kusaidia mtoto. Unaweza ukaomba, mtu anaweza akakupa hata gari, hata nyumba, anaweza kukupa mtoto. Mtoto atabaki kuwa kwako, ataendelea kubaki na jina lako. Baada ya kuongea maneno haya machache, ndugu zangu, hii ni ishara kwamba lazima tuwekeze kwa watoto wetu. Ndugu zangu, nichukue nafasi hii tena niwashukuru wazazi wote ambao baada ya kuona changamoto ni kubwa ya madawati na kuwashirikisha siku ile ile ya kikao, walikuwa tayari kuchangia. Nikasema kila mmoja achangie kwa shilingi 3,000. Mantiki yangu wapenda mkuielewa. Kwa jambo lolote na wewe ukishiriki, manake utakuwa na uchungu hilo jambo, sio hivyo? Kwa mimi naamini leo hii, kesho kutwa, ukiona kuna dawati linavushwa hapa, itakuuma kwamba dawati letu linakwenda wapi. Kwa nini nasema ni washirikisha? Ndugu zangu, niliwashirikisha kwenye zoezi letu, na niwapongeze walimu, mratibu kata elimu, afisa elimu aliunga mkono, viongozi wote wa manispaa waliunga mkono, mwalimu mkuu aliunga mkono, wazazi waliunga mkono, lakini na wakachangia. Nimekuja pia kuhamasisha upande wa michezo. Sisi sote tumesoma, moja ya kivutio cha watoto ni michezo, na kuna vipaji vingi vimejificha kwenye nini? Kwenye michezo. Ndugu zangu, watoto wetu hawana sehemu zingine za kucheza zaidi ya wapi? Wakiwa shuleni, wako kwa pamoja, na tunaamini wakiwa shuleni watacheza wakiwa salama zaidi. Kwa hiyo nilikuwa naomba mwalimu mkuu kupitia kikao hichi muweke utaratibu, ndio mnafanya, muweke utaratibu ambao utaratibiwa vizuri, muratibu vizuri kwenye upande wa michezo. Tutapanga siku hata kuelekea likizo au baada ya kufungua shule au mwisho wa mwezi, tukawa na ushindani kati ya Yombodovia na wapi? Na Jitihada. Sisi tulisoma hivyo. Kuna baadhi ya wanafunzi leo wakijua kuna michezo watapenda kuja shule. Jamani, uongo kweli? Kwa hiyo ndugu zangu, mimi binafsi pia nikasema ngoja pia tulete vifaa vya michezo hivi, na niombe tu afisa elimu na mwalimu mkuu, vifaa hivi nao vitoa leo vifanye kazi, na mimi mnishirikishe. Wanapoenda uwanjani mniambie, nipe ratiba ili na mimi nitafute muda wa kuja kufuatilia. Nilipata wakati mgumu kidogo kwenye kuhusu upande wa jezi, lakini baadaye nikahitimisha nikasema jezi moja tutatoa jezi hizi za Tanzania. Nchi yetu ni Tanzania, lazima tutangaze nchi yetu. Kwa hiyo ni original hizi, mwanapo mwalimu ufungue. Kuna rangi mbili, na mimi nitawapa kipaumbele, ninyi mtasema mnataka rangi gani. Kuna hizi nyeusi na hizi za blue. Sasa kwa hiyo nimeanza huku, sasa nyinyi mchague zile ambazo mnazihitaji, mtachukua zinazobaki. Kwa majina naitwa Sofia Richard Gindo, afisa elimu kata Makangarawe. Niko hapa leo kwa ajili ya kushuhudia tukio zima la kukabidhiwa madawati ambayo Mheshimiwa diwani wetu Fadhili Mboga alifanya uhamasishaji kwa wazazi. Wazazi wakaitika wito, wakachangia kadiri walivyoguswa, na leo yamepatikana madawati 100 ambayo yanagawanywa kwa shule mbili ninazozisimamia, shule ya msingi Yombodovia na shule ya msingi Jitihada. Nashukuru kwa wazazi kwa mwitikio wao mzuri na kuendelea kuhamasika. Hili linaonyesha wazi kwamba wimbi la watoto wengi kukaa chini litazidi kupungua, na lengo letu ni watoto wote wapate kukaa kwenye madawati, asiwepo mtoto hata mmoja wa kukaa chini. Nawashukuru kwa sababu bado wana moyo wa kuendelea kuchangia. Si wote waliochangia, ni wachache. Huu ni mwanzo tu, wataendelea kuchangia hadi hapo hali itakapokuwa imekuwa shwari kabisa, watoto wote wako juu ya madawati, kwa mustakabali mzima wa maendeleo ya elimu ya msingi kwa watoto wetu.
Naitwa Mwalimu Salum Gawaza, mwalimu mkuu wa shule ya msingi. Mwalimu Salum Gawaza, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Modoga. Ni shule kongwe, ni shule ya muda mrefu ambapo kimsingi kwa jumla ya wanafunzi 1987 ambapo kwa idadi ya wanafunzi na madawati ambayo tuko nayo, nashukuru madawati wanafunzi hawakai chini wengi, lakini pamoja na kwamba hawakai chini wengi, basi wale ambao wanakaa chini kwa hili ambao limefanywa chini ya uasisi wa Mheshimiwa Diwani, basi itapunguza takriban wanafunzi 150 ambao wanaweza sasa wakarudi kwenye madawati, lakini hata wale walikuwa wanakaa kwenye madawati kwa kubanana watakaa angalau kidogo kwa kujiachia. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza ambayo kipekee napenda kumshukuru Mheshimiwa Diwani, lakini nisiache kuwashukuru kamati yangu ya shule ambayo ilikuwa ipo mstari wa mbele kulisimamia hili chini ya usimamizi, yani ndani ya usimamizi wa mratibu wa UWAWA. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.